Msikilizaji, habari za asubuhi na habari za kuamka. Tukukaribishe katika kipindi hiki cha habari za Mawio. Ni Mawio maalum leo hii. Leo Alhamis ya tarehe mosi Januari mwaka 2026, sawa na mwezi 11 Rajabu mwaka 1447 mwaka wa Kiislamu. Msimamizi wa kipindi hiki cha habari za Mawio ni Aziza Hassan. Mimi mtangazaji Msham Juma. Msikilizaji, tunakianza kipindi chetu asubuhi hii kwa taarifa. Mauaji na ukatili ni matukio yaliyoripotiwa ndani ya kipindi hiki cha habari za Mawio mwaka 2025. Taarifa zaidi tujiunge naye Salma Hamisi. Mwaka 2025 kwa baadhi ya familia ulikuwa ni mwaka wa majonzi na usiosahaulika kutokana na matukio yaliyotokea, ikiwemo mauaji na ukatili ambayo yaliripotiwa katika kipindi cha Mawio ZBC na kuumiza mioyo ya wasikilizaji wengi, ikiwemo tukio la mtoto wa kiume wa miezi 4 kuuawa kwa kuchomwa kisu na mama yake mzazi Mariam Maliki, ambaye inasemekana ni mgonjwa wa afya ya akili, lililotokea tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2025 huko mtaa wa Mbawala, shehia ya Sebleni. Na katika tukio jingine na kuacha maswali yaliyokosa majibu ni lile lililotokea tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 la mwanazuoni Sheikh Jabir Haidar kukutwa pembezoni mwa barabara ya Kizimbani, wilaya ya Magharibi akiwa ameshafariki, ikidaiwa kuwa amehujumiwa. Na kwa upande wa matukio ya kiukatili ni lile tukio lililotokea tarehe 9 Februari mwaka 2025 ambapo mwanadada Khadija Shabani mwenye umri wa miaka 34, mkazi wa Chukwani, ambaye ni mke mkubwa, alimshambulia kwa kisu sehemu mbalimbali za mwili wake mke mwenzake ambaye ni mke mdogo, Maimuna Saidi, na kupelekea kupata maumivu makali. Na kwa kumalizia, tukio la kikatili ni lile la kijana, jina limehifadhiwa, lililotokea tarehe 8 mwezi wa 11 ambaye alidhulumiwa kwa kukatwa sehemu zake za siri, kitendo ambacho kilihusishwa na ugomvi wa mapenzi. Mwaka 2025 umetuacha na masomo mengi, hivyo jamii inapaswa kujifunza kwa yaliyotokezea. Kwaheri mwaka 2025 na karibu mwaka 2026 uwe mwaka wa amani, furaha na maendeleo kwa watu wote. Nikiripoti kwa matukio ya mwaka, Salma Hamisi wa habari za Mawio. Shukran Salma Hamisi kwa taarifa yako hiyo. Matokeo yaliyochukua nafasi kubwa mwaka 2025 huko kisiwani Pemba, mmojawapo ni mwanamke mwenye umri wa miaka 55 kubakwa na hatimaye kufariki dunia. Pamoja na baadhi ya matukio mengine, tujiunge naye Hassan Mselem. Mwaka 2025 umemalizika, ambapo kwa upande wa kisiwani Pemba matukio matatu kwa vyovyote vile yatachukua miaka mingi katika nyoyo za wanafamilia, ndugu na marafiki walioguswa na matukio hayo. Tukio la kwanza ni la tarehe 25 mwezi wa 5, mwanamke mwenye umri wa miaka 55 aliyekuwa mkazi wa Wawi Mgogoni Chake Chake, ikisadikiwa kuuawa baada ya kubakwa na kisha mwili wake kutelekezwa bila ya nguo. Katika tukio hilo, polisi mkoa wa Kusini Pemba ilimtia mikononi Omari Saidi Shaibu maarufu Wigi mwenye umri wa miaka 27 akituhumiwa kuhusika na tukio hilo. Tukio la pili ni la tarehe mosi mwezi wa 8, mwanadada Amina Rashidi Abasi mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Michakweni shehia Kiwani, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kusini Pemba, kutoa mbaroni na jeshi la polisi baada ya kubainika kumtumbukiza katika shimo la choo mtoto wake mchanga punde baada ya kujifungua. Salama Faki Makame ni mkuu wa kikosi cha zimamoto na uokozi kisiwani Pemba, anaeleza namna walivyofanikiwa kuuopoa mwili wa mtoto huyo kutoka kwenye shimo la choo. Tumepokea taarifa saa 9:40 kuna mtu kajifungua na mtoto kamtumbukiza ndani ya shimo la choo. Tumefika katika eneo la tukio na kukuta kweli mtoto yumo ndani ya shimo hilo. Kwanza kubomoa choo, vyoo vyao ni vile vyoo vya kizamani vya mashimo. Saa 11:05 tumefanikiwa kumtoa. Kwa tulivyokuta, si kwamba kajifungua chooni, labda pengine alikwenda kujisaidia labda vipi, kwa sababu tumekuta kazongwa na kanga 2. Kwa inawezekana kwamba alijifungua mbali akaja akamtumbukiza. Tukio ambalo lilikata maini ya watu wengi ni la wasichana wawili, Ruwaiha Manga Omari na Ruwaida Manga Omari wenye umri wa miaka 12 waliokuwa wakazi wa Kwale Finya, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, waliokutwa wakining'inia kwenye mti wakiwa wameshafariki kwa kile kilichodaiwa kujinyonga kwa kukasirishwa baada ya kupewa kazi na mama yao. Kwa heri mwaka 2025, karibu mwaka 2026 tunaotarajia kuwa na heri na fanaka kwetu sote. Kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Hassan Mselem.
Asante Hassan Mselem kwa taarifa yako hiyo. Naye Mwanaisha Bakari kwa upande wa huduma za kijamii kwa mwaka 2025 anakuja na taarifa hii ifuatayo. Katika kipindi cha mwaka 2025 kulikuwa na changamoto kwa upande wa huduma za kijamii kama vile afya, umeme, maji safi na barabara zilisikika kwa baadhi ya wananchi wa maeneo yaliyokabiliwa na changamoto hizo. Hata hivyo, baadhi ya changamoto zilisababishwa na watendaji kutowajibika ipasavyo, na baada ya muda mfupi pale ziliporipotiwa kupitia Mawio, changamoto hizo zilipatiwa ufumbuzi. Changamoto ambazo zilikuwa ni pasua kichwa kwa serikali kuu ni kwa upande wa barabara. Hapa tunaipongeza Serikali ya Mapinduzi Zanzibar awamu ya 8 kutengeneza barabara nyingi hasa vijijini Unguja na Pemba, ambapo wananchi wa maeneo yaliyokuwa hayana miundombinu hiyo walikata tamaa, lakini kama walivyosema wahenga, baada ya dhiki faraja na penye nia pana njia. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilikata pua na kuunga wajihi kwa kutengeneza barabara zaidi kwa yale maeneo ambayo wananchi walikata tamaa, kama vile Kizimbani hadi Miwani, Masingini Kijichi, Kitope Mbaleni, Kipapo Mgelema wilaya ya Chake Chake, Konde Msuka wilaya ya Micheweni na Wetegando wilaya ya Wete. Leo hii mambo werawera, wakazi wa maeneo hayo furaha tele moyoni. Kwa kweli ilikuwa hatupati mazao yetu kuyavusha kuyapeleka katika barabara kuu ili kwa kufika nayo sokoni kwa vizuri na yenye thamani ya kuuzika. Kwa kweli tunashukuru sana serikali yetu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kutokana kukaa na kusikiliza kilio chetu, na hasa tunampa pongezi sana rais wetu Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi. Yani hivi sasa nina furaha, yani tumefarajika na tunafuraha kwa sababu tulikuwa tuna changamoto ni kubwa, tulikuwa tunateseka sisi kina mama, tulikuwa tunafika kudharia majiani, lakini tunashukuru hivi sasa hivi, tunashukuru Mheshimiwa Rais amekisikia kilio chetu, na hivi sasa yani tunafuraha. Ni ipi kauli ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuzimarisha huduma za kijamii? Wakiona wasione, sisi tunaendelea na kazi. Tunaimania kwamba serikali ya awamu ya 8 itaendelea kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi ndani ya mwaka 2026. Kwa heri mwaka 2025 na karibu mwaka 2026. Nikiripoti habari za matukio ya mwaka, ni mimi Mwanaisha Bakari. Majanga ya moto nayo yalishika nafasi yake mwaka 2025 na kuacha familia bila ya makazi. Siajabu Abdallah na taarifa zaidi. Mwaka 2025 hakika utakuwa ni mwaka wa kukumbukwa zaidi kwa wanafamilia waliowapoteza wapendwa wao. Wapo walioachwa bila ya makazi na wengine wakiachwa na majeraha baada ya kufikwa na majanga ya moto. Miongoni mwa matukio hayo ni la tarehe 8 mwezi wa 5 2025, mtu mmoja mkazi wa Michamvi aliaga dunia kufuatia nyumba aliyokuwa akiishi kuteketea kwa moto na yeye akiwa ndani. Alibadilika manaki kaungua, yani kuungua kabisa mpaka miguu imeungua, ni kwa mkaa kabisa. Na tarehe 24 mwezi wa 12 2025, watu 5 wa familia moja ambao ni baba, mama na watoto 3 waliripukiwa na gesi na kuwaacha na majeraha makali wakati wakiendelea na harakati za mapishi huko Fujoni wilaya ya Kaskazini B. Tukiangazia kwa upande wa majanga hayo ambayo yameacha familia bila ya makazi, ni lile tukio la tarehe 12 mwezi wa 12 2025 baada ya nyumba inayomilikiwa na Omar Ali Muhammad, mkazi wa Mpendae, kuteketea yote kwa moto na kila kilichokuwemo ndani huko. Kuna watoto wamelala ndani, nimejitahidi na mimi ndo nikaingia ndani nikawatoa watoto wote. Kwa hiyo thamani ni kubwa sana, mtu kwa hivi hata huwezi kujua ni kiasi gani, kwa sababu ni nyumba yote imeteketea na vitu vilivyokuwemo ndani. Hakujatoka hata kile kitambara, hakuna dokumenti iliyotoka, hakuna kitu chochote kilotoka, kila kitu yani kimekwenda na maji. Kwa heri mwaka 2025 na karibu mwaka 2026 uwe mwaka wa heri kwetu na kwa wasikilizaji wetu wapendwa. Nikiripoti kwa matukio ya mwaka, mimi ni Siajabu Abdallah, habari za Mawio. Shukran Siajabu Abdallah kwa taarifa yako hiyo. Naye Jumature anakuja na taarifa ifuatayo. Katika mwaka 2025 kipindi cha Mawio pamoja na matukio mbalimbali yaliyoripotiwa, pia kiliripoti kesi zilizofikishwa na kuhukumiwa mahakamani. Miongoni mwa kesi zilizopata hukumu ya juu kwa upande wa dawa za kulevya
ni ya kupatikana na dawa za kulevya. Mshtakiwa Jaslin Nisima mwenye umri wa miaka 47, raia wa Uganda, tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2023 uwanja wa ndege wa Zanzibar, na kuhukumiwa Mahakama Kuu Zanzibar kifungo cha maisha. Mshtakiwa alipatikana na pipi 33 zenye uzito wa gramu 454.0258 uliobainika kuwa ni dawa za kulevya aina ya cocaine. Kesi nyingine iliyohukumiwa na Mahakama Kuu kunyongwa hadi kufa ni ya mshtakiwa Mdumu Adam Matao, mkazi wa Matemwe Mfurumatonga, ambaye mwaka 2023 alimshambulia kwa gobore Unanani Sheha Matao na kusababisha kifo chake. Kwa upande wa makosa ya udhalilishaji, Mahakama ya Mkoa wa Kusini Unguja Tunguu tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka huu imemhukumu mshtakiwa Abdul Mwinyi Musa mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Jambiani, kutumikia chuo cha mafunzo kwa muda wa miaka 17 baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumdhalilisha mwanadada mwenye umri wa miaka 39 na kumuibia simu yake ya mkononi. Na tarehe 23 mwezi huu imemhukumu Omar Juma Nyanda mwenye umri wa miaka 42, mkazi wa Jumbi, kutumikia chuo cha mafunzo kwa muda wa miaka 14 alipotiwa hatiani kwa kosa la kumdhalilisha maharimu yake mwenye umri wa miaka 16. Jina limehifadhiwa. Kwa heri mwaka 2025 na karibu mwaka 2026. Nikiripoti matokeo ya mwaka 2025 kwa upande wa mahakama, ni mimi Juma Ture. Na sasa tujiunge naye Ridhiwana Hamisi kwa taarifa. Mwaka 2025 kipindi cha Mawio kiliripoti matukio mengi yaliyogusa nyoyo za wanajamii. Matukio ya udhalilishaji nayo yalichukua nafasi yake. Tarehe 4 mwezi wa 12 2025, baba mzazi mwenye umri wa miaka 40 Sudi Swedi Saidi maarufu Sera, mkazi wa Bubu Kihinani, kumbaka mtoto wake wa kike alomzaa mwenye umri wa miaka 4. Anambia daktari, mtoto wako kafanya kitendo cha ubakaji, na si mara moja wala mbili, mrairai ili akupa uthibitisho kamili. Kamfanya nani hichi kitendo? Inabidi mtoto akatokea, ndugu yangu ile pale, hebu mchukue mwanao kaane pembeni, mimi natoka. Kuhojiwa tu akamwambia, hebu mama niambie, nitakupa kitu kizuri, nitakupa biskuti, nitakupa nini? Ndio unajua sisi wazazi. Kabidi apomwambia kwa mama hayupo, tumelala kitandani, akanionyesha jongo mrefu kama nyoka, akanambia niangalie TV hivi halafu nimtizame usoni. Alipokuja daktari, je, mtoto akupa jibu gani? Na mimi nikampa jibu lile lile. Mtoto akasema 1 2 3. Akanambia basi hilo ndio tatizo lake. Na mtoto akasema kanifanya ni baba, kanimaliza nguvu zote. Kwa kweli pale pale nilizimia. Daktari alinipiga sindano moja akanitia na maji. Baada ya kushuhudia mtoto imebidi anishuhudie mimi. Tarehe 13 mwezi wa 12 2025, shehia kwa Mtipura nako kulitokea tukio la mzee Juma Ame Makame mwenye umri wa miaka 83 maarufu Babu Chaku kumuingilia kinyume na maumbile kijana mwenye matatizo ya afya ya akili. Tarehe 17 mwezi wa 8 2025, shehia kwa Goa kijana Benson Mwameze mwenye umri wa miaka 29 mkazi wa Kwagoa kumbaka mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 2 na miezi 7. Kwa heri mwaka 2025, karibu mwaka 2026. Nikiripoti za matukio ya mwaka, mimi ni Ridhiwana Hamisi, habari za Mawio. Na msikilizaji, basi kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha habari za Mawio. Msimamizi wa kipindi hiki ni Aziza Hassan, mimi mtangazaji wako Msham Juma. Tunawatakia usikilizaji mzuri wa vipindi vyetu vinavyoendelea, na tunawatakia mwaka mpya mwema.